Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaje. Alafu anasema kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwenye mstari wa 19 ndipo jina la kwanza la mwanadamu linatajwa, ambalo jina la kwanza la mwanadamu ni Adam. Sasa tukiendelea kwenye mstari wa 20 anasema, Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufuga na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahala pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa utupu wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya ujumbe huu. Ninaomba nguvu ya kuambatana na ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Ninajua kwenye ulimwengu wa roho ipo vita inaendelea, lakini Bwana, tutarudi nyuma, tutasonga mbele katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila roho za usumbufu, roho za uharibifu kwenye ulimwengu usioonekana zinazosogea mahala hapa ili kutembea kwenye vichwa vya watu, kwa jina la Yesu, yoyote yule Mungu aliyemkusudia, ninakemea kila mawazo ya uharibifu ndani yake kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yakaachie ufahamu, yakaachie ubongo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa Biblia inasema hivi. Biblia inasema Mungu wakati ameanza kuumba ulimwengu, aliumba akafanya vitu vingi sana. Akatengeneza dunia, akatengeneza mazingira tunayoyaona. Baada ya kutengeneza mazingira, akaona bado kuna kitu kimepungua. Mbinguni kulikuwa na watu ambao asili yao sio duniani, wanaitwa malaika. Lakini hawa watu waliumbwa kwa ajili ya mbinguni, sio kwa ajili ya duniani. Mungu akaona lazima mtengeneze mtu ambaye atakaa kwenye haya mazingira ili ayatunze haya mazingira. Akaamua kumtengeneza mtu kutoka kwenye udongo. Sasa sikiliza kwa makini. Wakati amemtengeneza mwanadamu kutoka kwenye udongo, Biblia inasema akampeleka, akamweka mahali, akamletea wanyama. Wale wanyama ambao alimletea, hakumletea ili awachinje, alimletea ili aone huyu mwanadamu atawahitaje. Na ukisoma katika mistari yote hii utaona huyu mwanadamu anaitwa mtu, yani haitwi Adam, anaitwa mtu. Maana yake bado jina lake alikuwa halijatajwa, bado hajapewa jina. Maana yake yupo, hajapewa jina. Maana yake hata wewe leo hii usipokuwa na jina utaitwa mtu, utaishia kuitwa mtu, hautaitwa kwa jina lako. Jina lako limebeba utambulisho wako, jina lako limebeba sifa yako, jina lako limebeba hatima yako. Kama jina lako lina sifa ya ubaya, hautaweza kuishi na uzuri. Kama jina lako lina sifa ya ukame, hautaweza kuishi kwenye chemchemi. Kama jina lako lina sifa ya njaa, hautaweza kuishi kwenye shibe kamwe. Kama jina lako lina sifa ya nyeupe, hauwezi kuwa mweusi kamwe, kwa sababu jina lako limebeba utambulisho wako. Watu wa zamani, kipindi cha miaka ya nyuma, walikuwa wakizaa mtoto wanamuita jina kulingana na hali. Kwa mfano, kama alizaliwa kipindi cha huzuni, anaweza akaitwa Mateso. Kwa hiyo akiitwa popote atakapoenda utasikia Mateso njoo. Kwa hiyo akiitwa Mateso njoo, inamaanisha ile roho ya huzuni ndio inaitwa iitike kutoka ndani yake, sio yeye anaitwa, ni ile roho ambayo ipo ndani yake. Mtu anapewa jina, jina linabeba sifa, jina linabeba roho. Kwa mfano, leo hii tunasema kwa jina la Yesu Kristo, yani tunapoomba tunalitumia jina la Yesu. Kwa nini tunalitumia jina la Yesu? Ni kwa sababu huyu ambaye tunalitaja jina lake ana nguvu ya kufanya vilivyoshindikana viwezekane. Kwa mfano, mtu alikuwa anaumwa, huyu tunayemtaja jina lake anayo nguvu ya kuponya, anayo nguvu ya kuponya. Kwa hiyo
sisi majina yetu tuliopewa na babu zetu ama na baba zetu hayana nguvu ya kuponya. Ili mzazi amuite mtoto jina ambalo jina litakuwa na mtoto ataishi kama jina linavyotaka. Maanake akimuita Deo, ili jina Mungu liwe na nguvu ndani yake, inabidi apige magoti, amuombe Mungu ampe nguvu. Wakati anamtamkia utaitwa Deo, ile nguvu ya Mungu iambatane na lile jina. Na ndio maana zamani watoto wakizaliwa walikuwa wananongonezwa na bibi. Bibi anakuja kwenye sikio anamnongoneza mtoto. Yale maneno anayanongoneza ndio atakayokuwa. Ukisoma Biblia yako kwenye Agano la Kale, utaona Sara anasema hivi. Sara anasema mtoto huyu ataitwa Isaka kwa sababu Mungu kanifanyia kicheko. Maana yake jina analolita analiambatanisha na manuizo, yani maneno, kwamba kwa sababu nimepata kicheko, wewe mtoto sikia, utaitwa Isaka. Maana yake utaitwa kicheko. Kila atakayesikia habari hizi naye atacheka. Maana yake ni ananuia. Sasa leo hii kwenye dunia leo, mama anaangalia movie ya Kihindi ama ya Kikorea, anamuona mtu anaitwa Lee Min Ho, anataka amuite mtoto wake jina la kwenye movie. Yaani akiangalia movie akapendezwa na jina yule mkaka kwenye movie alikuwa, bila hata kujua maana yake, anamuita mtoto jina lile lile. Na ndio maana watoto wa siku hizi, anaweza kaitwa Baraka lakini akawa mvuta bangi. Anaweza kaitwa Elia ambaye alikuwa ni nabii kwenye Biblia, lakini akawa mtu mmoja hatari sana. Na ndio maana kuna vibaka wengi wenye majina ya Kristo, wenye majina ya Kiislamu ambayo ukiyatafsiri kwa Kiswahili yana maana nzuri, lakini uzuri wake hauonekani ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Mama anafungua dictionary, anaangalia, anaona mtoto ataitwa Islam, unyenyekevu. Lakini sasa mtoto mwenyewe anaitwa Islam ama unyenyekevu, unakuta ni mkorofi, ni mjeuri. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mfano. Maana yake jina linaloitwa kwa mtu linaambatana na roho iliyoko nyuma yake. Na ndio maana kwenye Biblia ukisoma utakuja kugundua wote waliopewa majina walipewa kwa sababu maalum. Kwa mfano, jina Yesu kwa Kiswahili maana yake Mungu anaokoa. Tafsiri yake maana yake ni Mungu anaokoa. Maana yake ni hii: Yesu Kristo alikuja duniani kufanya nini? Alikuja kuokoa. Alikuja kuokoa. Kwa hiyo jina lake anaitwa Mungu anaokoa, kuwakilisha kazi anayekuja kuifanya duniani. Maana yake na mimi leo hii nikazaa mtoto, nikamuita mtoto Baraka, maana yake ninataka awe baraka kwenye eneo fulani la maisha yangu. Kama sitanuia baraka kwenye eneo gani, anaweza akawa baraka kwa wavuta bangi, anaweza akawa baraka kwenye kumbi za starehe. Bwana Yesu asifiwe. Akawa baraka haswa, yaani akiingia kila mtu anasema bosi kaingia leo, wanaburudika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma hapa utagundua jina la kwanza kwenye Biblia ni Adam. Adam maana yake ni nini? Adam maana yake ni udongo. Adam maana yake ni udongo ama ardhi. Sasa ukisoma utakuja kugundua kwamba Adam aliumbwa kutoka kwenye nini? Kwenye udongo, na jina lake likawa udongo. Bwana Yesu asifiwe. Kimya. Bwana Yesu asifiwe. Adam alitolewa kwenye udongo, aliumbwa kutoka kwenye ardhi, jina lake likawa udongo, likawa ardhi, kwa sababu Adam hajazaliwa. Adam ameumbwa, hajabebwa mimba miezi 9. Adam ameumbwa, yani ametengenezwa akiwa mkubwa. Tukirudi kisayansi, Adam hawezi kuwa na kitovu, kwa sababu ili mwanadamu awe na kitovu inabidi akae kwenye tumbo la mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa maana hiyo Adam alipewa jina linalofanania, na baada ya Adam kufanya dhambi utakuja kuona laana aliyepewa iligusa ardhi, kwa sababu maisha yake yanahusu ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adam alipewa laana ya ardhi. Maana yake mtoto jina analopewa, ikija laana itafatana kuanzia kwenye jina. Sasa ngoja niwaoneshe kitu, niwafundishe kitu ambacho kitawasaidia mkitaka kiwasaidie. Ukikutana na mtu yoyote kwenye maisha yako, kabla haujataka kumjua yeye ni nani, jua ana asili nyingi tofauti. Asili ya kwanza, kabila lake. Kabila linabeba tabia. Kabila linabeba nini? Tabia. Linabeba roho. Kwa hiyo kama amezaliwa kwenye kabila lenye tabia za aina fulani, anaongezewa na jina. Jina ni roho nyingine inayokuja juu ya roho ya kabila. Maana yake ni hii: kama huyu mtoto kabila lao ana sifa ya uchoyo ama sifa ya kurandaranda mitaani, alafu kabila lake hiyo ndo sifa, alafu anakuja anapewa jina, labda tolea mfano, anaitwa Masumbuko. Kwa hiyo kuanzia Masumbuko, roho ya Masumbuko jumlisha kabila lake ambalo lina sifa ya nini? Ya ina maana huyu mtu anakuwa amebeba mavifungo ya kutosha kichwani mwake. Kuna mtu anaweza akapewa jina zuri kabisa, lakini historia kuanzia kwenye kabila ni mbovu. Kwa hiyo lile jina haliwezi likakaa, haliwezi likashika kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ukombozi unapokuja unaanza kupitia kwenye asili. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kupitia kwenye asili. Ili mtu atoke kwenye asili ndipo aje atoke kwenye jina. Anaweza akaokoka ukasema kuanzia leo badala ya kuitwa Najma ama baada ya kuitwa Mariam utaitwa labda Elizabeth kuanzia leo, lakini bado ile spirit
spirit ya ukabila iliyoko ndani haiwezi kaondoka tu kwa kumuita jina. Okay, nimetaja vitu viwili. Cha kwanza nimesema jina, cha pili nimesema kabila, cha tatu bado kuna maisha. Yaani kifungo cha kwanza asili, kifungo cha pili jina, kifungo cha tatu maisha. Ameishi mtaani kwenye maisha magumu, amepita pagumu. Kwenye kugumu huko, kwa sababu ya ugumu akagombana na majirani wakatamka laana, sehemu pa kulogeana wakalogeana. Kwa hiyo ni vifungo juu ya vifungo, kuanzia vifungo vya mtaani, bado vifungo vya alikotoka, bado vifungo vya jina lake, bado sijui laana ya mama, bado sijui nini huyu mtu. Na ndio maana tunaishi chini ya viwango. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunaishi chini ya viwango, kwa sababu tuna mambo kibao, tuna mambo mengi. Unashangaa mtu alikuwa amelewa, sawa, alikuwa amelewa, yuko chakari kabisa, akageuka akamwangalia mwanae akasema huyu ataitwa Ibrahimu kwa sababu ni baba wa imani. Hili jina Ibrahimu, kuwa baba wa imani, haliwezi kuwa na nguvu kwa sababu limetamkwa na mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Haliwezi kuwa na nguvu kwa sababu roho iliyotamka sio yenyewe, inabidi pawe na roho yenyewe. Na ndio maana zamani watu wanaitwa majina ya kikabila. Utasikia kuna mtu anaitwa nani, Mwaitege, mtu anaitwa Mwasalemba, majina ya kikabila ambayo tukifika mjini tunabadilisha ya kizungu, majina ambayo ni kama mabovu, lakini wazee wale walikuwa na nguvu zinazofatana na majina ya kikabila, walikuwa na nguvu kwenye lugha ya kikabila. Sasa napomalizia, kitu cha msingi cha kujua, cha kwanza, kuitwa jina la kikabila sio mbaya. Kuitwa jina na wazee wako hata kama walikuwa hawajaokoka sio mbaya. Shida inakuja lile jina la namna gani. Kwa mfano, kule mkoani kuna mtu anaitwa Nisagurwe. Sasa akija mjini alijiita Nissan. Hili jina tafsiri yake nimechaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hili jina ukiliangalia ni zuri, halina shida kabisa, lakini anatakiwa arudi amuulize mama, nimechaguliwa kwa kipi? Kama nimechaguliwa kurithi mikoba, je? Akishajua nimechaguliwa kwa kipi, labda ilikuwaga kipindi hicho wakati ndugu zako wanazaliwa, palikuwa labda amna mtoto ambaye labda alikuwa anasoma, kwa hiyo ulivyozaliwa tukasema umechaguliwa ili usome. Hapo sawa, halina shida, sio kila jina ni la kuvunja. Sasa Adamu alivyoletewa wanyama, Mungu aliangalia aone atawahitaje. Kwa hiyo Mungu anaangalia aone atawahitaje, alafu Adam ndo anabaki na jukumu la kuanza kuita. Sasa tunapoingia kwenye maombi, kitu cha kwanza cha muhimu, cha kwanza kabisa, utaanza kuviita vitu kama unavyotaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuviita vitu kama unavyotaka wewe. Kwa maana hii hapa, kama Mungu akakupa mume, muite mume. Bwana Yesu asifiwe. Usimuite, anasemaje, kuna watu wanaitana kwa majina yao. Niliangalia jina moja kwenye simu ya mtu, nikamwambia hebu mpigie baba fulani, minister wako. Anafungua hivi, naangalia amemwandika mumeo kwa jina lake na la baba yake na la ukoo, yaani majina matatu ameyapanga kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata akipata shida akaanguka hapa, mkisema tumpigie mume wake tumtafute, uwezi ukajua mume wake ni upi. Kuna muumini mmoja alikuwa na sala hapa kanisani, alienda Kariakoo, mwanamke, kile kizunguzungu cha Kariakoo kazima. Alivyozima, wale wa Samaria wema wakachukua ile simu, wakaangalia, wakaona hapa imeandikwa mume wangu, wakapiga ile namba straight, akapokea mume wake, yule dada akasaidiwa na mpaka leo yupo. Bwana Yesu asifiwe. Namna unavyomuita ndivyo inavyokuwa kwenye ulimwengu wa roho, sio ishu ya kuokotwa huko. Namna unavyomuita ndivyo inavyokuwa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuoneshe kitu hapa. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6. Biblia inasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana. Akamuita Bwana. Anajua jina lake anaitwa Ibrahimu, lakini hakumuita Ibrahimu, alimuita Bwana wangu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala mkutishwa kwa hofu yoyote. Maana yake ni hii, utafanya vema ukiviita vitu kwa majina yake halisi, sawasawa na sifa yake. Kuna watu sijui ni upendo umezidi sana, wanaitana mpaka majina ya wanyama, wao wanaona safi kabisa. Bwana Yesu asifiwe, safi kabisa. Lakini Biblia inasema hivi, Sara alimuita Ibrahimu Bwana. Bwana maana yake ni mtawala, Bwana maana yake ni anayekumiliki. Na ndio maana kwenye ndoa za Wakristo, kama wewe sasa hivi unaitwa Mariam Jumanne, ukiolewa na mtu ambaye anaitwa, labda tolea mfano, anaitwa Hashim, utaitwa Mariamu Hashim. Maana yake jina la baba yako litaondolewa, utapewa jina la mume wako, kwa sababu ni Bwana. Ulinunuliwa kipodozi na baba yako, lakini this time utanunuliwa kipodozi na mume wako. Kwa hiyo lazima muite Bwana. Lakini sasa hivi utasikia mtaani, utasikia fulani yuko anagombania mabwana huko. Sasa wale sio mabwana. Ukishawaita Bwana, ina maana siku ukaja kuolewa kanisani, unatakiwa uvunje maagano ya hao mabwana uliowaita mabwana huko duniani, kwa sababu Bwana maana yake ni boss, mtawala anayekaa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Utasikia fulani wamegombana, wamepigana ngumi huko, mpaka wamechaniana nguo hadharani. Shida nini? Alikuwa anagombania Bwana. Bwana sio neno rahisi. Kwa hiyo ukipata mtoto mpe jina. Lakini pia katika ulimwengu wa roho, ukiingia kwenye maombi, muite mwanangu, muite binti yangu, muite kijana wangu. Ukipata kazi, unaweza ukasema mimi nafanya kazi labda ni secretary, si ndio? Lakini ukiingia kwenye maombi, usiseme baba nainua usekretari, sema baba nainua
kazi yangu. Maanake unahitaja kwa umiliki kama ya kwako. Lakini leo hii watu wanasaidiwa kutajiwa majina, watu wanasaidiwa kutajiwa majina. Ukipambana ukanunua kapikipiki, unasikia amenunua kamkweche, yaani watu wanakaita kamkweche, wewe ita usafiri wangu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Tena kama mtu amekuja kwenye maisha yako ni rafiki yako, mwite rafiki yangu. Siku hizi mnaita udugu, shosti. Bwana Yesu asifiwe. Akija kikiwasha akaja kaharibu maisha yako jumla, usishangae. Bwana Yesu asifiwe, kwa maana kwenye kamusi hilo neno alipo. Sasa tunapoingia kwenye maombi, tafakari chochote ulichonacho kwenye maisha yako. Biblia inasema Adamu aliletewa, Mungu akamwangalia aone atavihitaje. Maanake na wewe chochote ulichonacho sasa hivi, Mungu anasubiri kuona utakihitaje. Mungu anangoja kuona. Saa hii anatazama, anaangalia utahitaje. Usipokiita changu, wengine watakiita vyao. Usipokimiliki wewe, watakimiliki wengine. Wewe upo kanisani, umepata muujiza, sawa? Utoe mfano student. Umepata muujiza, pap, ametokea kijana bwana, anafanya kazi DAWASA. Si unanielewa? Wakati wewe unasema mtumishi, kuna kadada kule mtaani kanaita bwana wangu. Kwenye ulimwengu wa roho nani kampita mwenzie? Nani kamzidi mwenzie? Msikaze fuvu, tegezeni kidogo muelewe. Kwenye ulimwengu wa roho nani kampita mwenzie? Tashika bakora hapa sasa hivi. Shida yenu amsomi hata Biblia. Amsomi hata nini? Biblia. Biblia inasema Yusufu, mjifunze. Shauri yenu. Biblia inasema Yusufu alimchumbia msichana anaitwa Mariamu, ambaye yule Mariamu hakuwahi kukutana naye kimwili, lakini vile vile hakufunga ndoa, alimchumbia tu. Yaani ni sawa sawa kusema alimapproach tu, lakini huko anafahamika. Malaika Gabriel alivyomtokea Yusufu akamwambia usisite kumchukua mkeo. Amekuwaje mke wakati bado hawajafunga ndoa? Mnasoma Biblia? Mathayo sura ya 1 mstari wa 20 anasema hivi: basi alipokuwa akifikiri hayo, yani kumwacha kwa siri, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na wakati huo alikuwa ni mchumba, hakuwa mke, lakini kwenye ulimwengu wa roho tayari anaitwa mke. Maana yake mtu ukiingia naye kwenye agano kwamba aisee tutaoana, bingu ama ulimwengu wa roho hauangalii sijui umekosa mahari, sijui umekosa pesa uchumba, tayari agano linakuwa limekwisha kufungwa. Hususani kama alikuja kwenu wakatoa mahari, jua tayari kwenye ulimwengu wa roho anakumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Anakumiliki. Ila tunakuja kwenye hivi vitu vya tupike ubwabwa tule tunini na nini, ili kama iwe ushahidi kwa watu, yaani watu wasianze maswali, jamani wamekuaje mke na mume tangu lini? Tuliwaona. Hivi ni kwa ajili ya watu. Ila mtu akitoka akija kwenu akatoa mahari, mkala mahari yake, alafu mkapiga mbio mkaenda mkachukua mtu mwingine, my friend, kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mke wa mtu. Sema amina kubwa. Wewe ni mke wa mtu. Kwa hiyo malaika mwenyewe anajua, na mkigundua hilo ndo mjiepushe kuingia kwenye maagano mengi. Na ndio maana wanawake wenye akili kipindi cha mwanzo haongei maneno ya kumfunga kwenye agano. Nimekupenda, sawa, asante, ameishia hapa, aendelee, nitakupenda pia. Kwa sababu anajua akilirudisha hilo neno tayari ameingia kwenye agano. Bwana Yesu asifiwe. You are my everything, wewe ni kila kitu kwangu. Mimi mwenyewe siwezi, sitoboi bila wewe. Agano. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja sasa kwenye maombi, unaanza kupiga maombi, baba nataka kutoboa mwaka huu. Mungu anasema subiri mister wako kule atoboe kwanza, kwa sababu huwezi kutoboa bila. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chochote ulichonacho, hata kama kipo kwa advance, yani kipo kwa muda mchache, kiite kwa jina lake. Umefanikiwa, umenunua ka laptop ka $300, sema hii ni mali yangu, hii ni mali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako huyu ni binti yangu. Chochote ulichonacho, sema Bwana Yesu, niko mbele zako, naomba unisaidie, nipe neema ya kutambua nguvu ya jina. Chochote kile kilichoibiwa kwangu kwa sababu ya uzembe wa kuita kwa jina, leo hii ninarejesha, ninaita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndoa yangu irejee, uchumi wangu urejee, kazi yangu irejee, afya yangu irejee, mifupa yangu iwe hai kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watoto wangu wawe hai kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nilichopewa na Mungu ni cha kwangu, ni cha kwangu. Natangaza umiliki, hakuna mmiliki mwingine zaidi yangu mimi. Kwa damu ya Yesu ni cha kwangu, ni cha kwangu, ni vya kwangu, ni wa kwangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hapo ulipo inamisha kichwa, endelea kuomba, endelea kuomba. Viite vyote kwa jina, viite vyote kwa jina, jina la umiliki. Viite vyote katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Walioita watoto wetu ni wa mwisho,
wakaita watoto wetu laana, sisi tunatamka hawa ni watoto wetu na watakuwa wa kwanza, sio mwisho, kwa jina la Yesu Kristo. Vyote alivyotupa Bwana, adui akatusaidia kuita majina, leo hii tuna renew, tunaita upya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunaita upya, tunaita upya in the mighty name of Jesus. Tunaita upya, tunaita upya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, wengine wamenyang'anywa ndoa kwa sababu ya kushindwa kuweka jina la umiliki. Mungu mwenye mamlaka matakatifu, sahi wanapoita kwa imani, sahi wanapotamka kwa imani, ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu, ninaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ikapita ikakusanye vyote vilivyopelekwa mbali kwa damu na moto wa Yesu aliye hai, vikarejeshwe sahihi, vikarejeshwe sahihi, vikarejeshwe sahihi in the mighty name of Jesus, vikarejeshwe sahihi katika jina la Yesu Kristo. Wengine uliwapa kazi wakashindwa kuitambua kwamba Bwana ndiye uliyowamilikisha, wakasema ni kibarua cha kupita tu. Bwana, angalia adui anavyopiga huo uchumi. Ninarudisha tena hiyo neema ya kuita kwa umiliki, neema ya kuita kwa umiliki kwa damu na moto wa Yesu aliye hai. Hii ni kazi yangu, hii ni fursa yangu kwa damu ya Yesu. Hiki ni cheo changu, hii ni nafasi yangu, huu ni uongozi wangu kwa damu ya Yesu. Kupanda ni fungu langu, kupandishwa cheo ni fungu langu kwa damu na moto wa Yesu aliye hai. Sio bahati mbaya, sio ajali. Nina declare kwenye ulimwengu wa roho, ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Ita 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 vyote, ita vyote, ita vyote, ita vyote in the mighty name of Jesus. Ita vyote, ita vyote, ita vyote, ita vyote. Take privacy. Nyanyuka na kiti chako, nenda mahali ambako unaona utaomba kwa uhuru zaidi. Nyanyuka na kiti chako, nenda mahali ambako utaomba kwa uhuru zaidi, ambako mtu atakusikia wala utaogopa atakaye kusikia. Tamka kwa imani, ita 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pray everybody, kila mmoja omba. Katika jina la Yesu. Ita vyote, ita vyote kwa damu ya Yesu Kristo. Tumia umiliki, tumia uhalali, tumia umiliki, tumia uhalali kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Uchumi huu nimepewa na Bwana, huu ni wa kwangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninanyang'anya kila uhalali kwenye ulimwengu wa roho, ninanyang'anya kila uhalali kwenye ulimwengu wa roho. Waliotamka wakasema ni ya kupita kwa muda mfupi, ninatangaza hii ni permanent in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Mahusiano ambayo Bwana ameruhusu ni ya miliki, ninatangaza it is mine in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Muharibifu wana fungu, muharibifu wana nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Ninasimama kwenye malango kwa damu na moto wa Yesu aliye hai, kwa damu na moto wa Yesu aliye hai. Yohana sura ya 10 mstari wa 10, mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu. Kristo amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele, katika jina la Yesu Kristo. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 8, in the mighty name of Jesus, ninatangaza kila kazi ya adui ikaharibiwe kwa moto kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo. Kila kazi ya adui kwenye ulimwengu usioonekana ikaribiwe, ikaribiwe. Roho ya mashaka kwamba hapana, hapa sipo Mungu aliponiweka, kwamba hapana, huyu siye Mungu aliyemleta, hapana, uchumi huu sio Mungu aliyokusudia, ninaikataa kwa jina la Yesu, ninaikataa kwa jina la Yesu. Kila fursa ambayo Mungu ameifungua iwe mlango wa kutoka kwangu, kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza in the mighty name of Jesus. Ninatangaza Februari hii katika jina la Yesu Kristo, huu ni mpenyo wangu kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Roho ya kuruhusia wengine kusema yumkini ni fulani, ninaikataa kwa jina la Yesu Kristo, ninakataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ndiye niliyechaguliwa, mimi ndiye ninayeliishi likusudi, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama jina langu lilivyo ndivyo ninavyomiliki, ndivyo ninavyokamata in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus.
Jesus. Wao wameita kwa majina yao, wao wameita kwa majina yao, nami ninaita kwa jina la Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Bwana linasema, Isaka akiambia kisima cha baba yake Ibrahimu, akasema kitaitwa Rehoboth, maana yake Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Wafilisti waliviita kwa majina yao, lakini Isaka akaita kwa jina lake. Nami leo natangaza jina jipya kwa damu na moto wa Yesu aliye hai. Kwenye familia yangu natangaza jina jipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza jina jipya, ninatangaza jina jipya kwa jina la Yesu Kristo. Lile jina walilosema hawa wasomi hawawezi kuwa na elimu, ninatangaza elimu ni haki yangu, elimu ni mali yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ewe elimu umepewa mimi, nami nimepewa wewe kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna wa kuiba, hakuna wa kukamata. Hiyo fursa Mungu aliyoifungua kwa jina la Yesu Kristo ni ya kwangu, sio ya mwingine. Yesu akasema, usiseme wewe ni mtoto, kwa maana nitakutuma katikati ya mataifa. Kwa kila nitakaye kuambia uende, kila lango nitakalo kupeleka, hapo utaingia. Usiseme mimi ni mtoto, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Tena malaika akamwambia Gideon, akamwambia usiseme kabila letu ni dhaifu, usiseme wewe ni mnyonge, kwa maana wewe ni shujaa, kwa maana wewe ni shujaa. In the mighty name of Jesus, nina declare kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu aliye hai, roho ya unyonge sio ya kwangu. Mimi sio mnyonge, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Pray everybody, omba kila mmoja katika jina la Yesu aliye hai. Jesus, Jesus. Waliofanya vipimo vyao vya hospitali wakasema afya hii ni uvimbe, wakaita mifupa yangu ni ulemavu, wakaita ini utumbo mpana, utumbo mwembamba, moyo, mapafu, wakasema hapa pana uvimbe. Mimi ninaita, ninasema hapa pana uzima kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ugonjwa wote ulioitwa wa kwangu hapo kwanza, ninaukataa, sio wa kwangu. Wa kwangu ni uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Declare, tangaza, usione aibu, usione aibu. Tangazia hiyo mifupa, tangazia hiyo mifupa, tangazia hiyo mifupa, tangazia hizo organ kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. Endelea kuomba, tuna dakika chache sana hapa. Hali ya hewa ituruhusu kukaa hapa muda mrefu. Just pray. Omba, omba tu. Pray, 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 pray. Kwa jina la Yesu. Omba, pray, pray, pray. Usizubae, omba. Kuna vitu vingi, mwambie Roho Mtakatifu akufungue macho ujue vyote vilivyomilikiwa kwa sababu ya majina na watu wengine waliotamka wakati wanatoa jina, wakasema huyu ni bibi amezaliwa, huyu ni shangazi amezaliwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hilo sio jina langu, hilo sio jina la binti huyu, hilo sio jina la binti huyu. Shangazi hatoishi kupitia binti huyu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, omba, omba, pray, pray. Pray. Omba tu, endelea. Shama Adonai Elohim. Yeah.
Biblia inasema Mungu akaangalia aone Adamu atavihitaje. Mungu anaangalia aone wewe utavihitaje. Mungu anaangalia aone hiyo familia utavihitaje. Mungu anaangalia aone hayo mahusiano utayahitaje. Mungu anaangalia aone hiyo kazi aliyokupa utahitaji. Mungu anaangalia aone kile cheo, kule kupandishwa hatua nyingine unapahitaje. Tamka. Mungu anaangalia aone hiyo biashara, hicho kipato cha siku utakihitaje. Wengine wanasema nadunduliza. Hilo sio jina sahihi kwa uchumi Mungu aliyokupa kwa gharama. Hata kama unaona lango lako la uchumi ni dogo, kuwa na imani leo hii na ulitamke kwa ukubwa, halitabaki the same. Hata Ibrahim, kalenda ya mwanadamu ilipokataa, Mungu akamwambia kwa maneno. Alipoona Ibrahimu haelewi, akamwambia nenda ufukweni mwa bahari, angalia mchanga wa bahari. Ibrahimu, ahadi yangu ni kwamba kama huu mchanga ulivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa, na kama haijatosha angalia juu mbinguni, hesabu nyota ziko ngapi. Ibrahimu akasema siwezi kuzihesabu, ziko nyingi sana. Akamwambia ndivyo watakavyokuwa watoto wako, ndivyo watakavyokuwa watoto wako. Na ahadi ya Mungu mpaka leo imetimia. Sensa ya mwanadamu inaweza kupita, lakini haiwezi kugusa wote, kwa sababu ahadi ya Mungu haihesabiki kwa sensa ya kibinadamu. Biblia inasema ninyi ni watu wa milki ya Mungu. Kwa imani tunarithi baraka za Ibrahim. Tuliokuwa mwanzo mzabibu mwitu tumepandikizwa katika mzabibu ulio mwema. Nasi tunatamka maisha haya sio ya mwingine, maisha haya ni yangu. Maisha haya hatoishi mtu mwingine kufaidika mtu mwingine, ni ya kwangu. Nimepewa na Bwana. Uhai huu ni wa kwangu, ninauita ni wa kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Hatima hii ni ya kwangu, karama hii ni ya kwangu, huduma hii ni ya kwangu, hatima hii ni ya kwangu. Hatofaidika mtu mwingine isipokuwa kwa amri ya Bwana, katika jina la Yesu ali hai. Just declare, usiache karama yako nyuma, usiache huduma yako nyuma. Hata kama huduma yako ina majaribu mengi, itamkie, iambie huduma hii ni ya kwangu, nimepewa na Bwana, nimeaminiwa mimi. Mungu alimwamini Adamu, aliweza kuita majina ya wanyama, lakini akasema Adamu, nataka nione utahitaji. Biblia inasema alivyoita ndivyo ilivyokuwa. Jehova, Jehova, wasaidia watu wako waelewe ufunuo huu. Wasaidia watu wako waelewe ufunuo huu, wasipoteze tena vilivyo vya kwao. Just usiwe na mashaka, usiwe na mashaka. Usiwe na mashaka kwamba je, mahusiano haya ndo anapeleka ndoa? Mtu huyu mbona amekuja kama utani utani? Tangaza, tangaza. Viatu vyako hatovaa mwanamke mwingine, ndoa yako hataolewa mwanamke mwingine kwa niaba yako. Tangaza, it is mine. Tangaza, tangaza, tangaza. Umiliki uwe juu yako sasa. Usiombe kwa mzaa, tumia imani kubwa. Tumia imani kubwa. Kwenye ibada watu wanazoziona za kawaida kawaida ndizo zilizobeba majibu ya watu wengi. Mungu ninavyomjua, kwenye ibada zinazosisimua watu wengi sizo wanazotembea. Kuna ibada ambazo watu wengi wamezipuuza kuziona za kawaida. Hapo ndipo udhihirisho wa Mungu unapoonekana. Yeye aliniambia mwaka 2017 kwamba amechagua vilivyo vinyonge, amechagua walio wadogo ili aibishe wenye nguvu, ili aibishe makutano ya watu.
Omba tu kwa imani. Zimesalia dakika 5, omba kwa imani, zitumie vizuri. Kama una watoto kwenye ulimwengu wa roho, akamate, waambie ninyi ni wanangu, nimepewa na Mungu. Hamkuja kwa ajali. Hajalishi mahusiano na mzazi wenu yapoje, lakini ninyi ni wanangu, ninyi ni uzao wangu, najivunia ninyi. Watamkie kabla dunia haijawatamkia. Watamkie kabla jamii haijawatamkia. Tamka kwao. Tamka kwao. Kabla mwenzako hajatamka, anza wewe kutamka. Nguvu ya Mungu iko juu yako. Bwana anasema kama vile mvua inavyoshuka kutoka juu, wala hairudi huko mawinguni, bali inaishia katika ardhi kunyeshea, ili watu wapate kuvuna kile walichokipanda, ndivyo litakavyokuwa neno lake. Alitamrudia bure. Alitamrudia bure. Kama Mungu amewahi kukupa agano lolote, iwe ni kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya watumishi aliowatuma kwako, hebu mwambie Mungu, huu wito ni wa kwangu, sio wa mtu mwingine. Mwambie Mungu, kile ulichokisema ni mimi, sio mtu mwingine. Kama ulisema nitaokoa wengi, kama ulisema familia yangu itakuwa familia ya baraka, hii ni nafasi yangu, sio ya mtu mwingine. Sitaipoteza, kwa maana umeniambia nishike sana nilicho nacho, asije mtu, sio pepo, mtu akatoa taji. Baba, nifungue macho nikawaone watu wanaokuja kutoa taji, kuiba taji, kuiba nafasi, kuzubaisha ili tusione vilivyo sahihi kwetu. Tufungue macho yao.